السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بنا. الحمد لله أشكره. نعم. أنا leo alhamdulillah msafara wa Nur TV Kenya nimepata bahati kutembelea msikiti wa kisasa. Kwa hiyo ni msikiti wa kisasa mashallah, kulingana na marembo yake nje na kuvutia ndani. Na msikiti kwa mingi mashallah, lakini msikiti huu wa kipekee. Labda tuomba tujulishe ni kama nani katika msikiti. Bismillahirrahmanirrahim. Huu ni msikiti ambao kwamba huitwa Masjid Sharif Ali, kama mnavyoona kwenye kibao hapo imeandikwa. Ulifunguliwa na rais wa majlis ya kutoa fatwa Kenya, ambao kwamba ni mzee wetu Al-Habib Ahmad Badawi maarufu mwenye baba, na tarehe ndio hizo hapo zimeandikwa za kufunguliwa. Ilikuwa siku ya Jumapili tarehe 14 Shaaban 1445 Hijria, ikiafikiana na tarehe 25 mwezi wa pili 2024 miladi ya kizungu manake. Na mimi alhamdulillah nilipofunguliwa msikiti huu nilipata fursa, Mwenyezi Mungu alinipatia neema hii kwamba niwe imamu katika msikiti. Kwa hivyo mimi hapa ni imamu wa msikiti. Mashaallah. Kabla sasa hajaendelea, kwanza yeye ni imamu wa msikiti huu na mimi ni mwanafunzi wake kwa madrasa katika tahfidhul Quran. Yeye alikuwa ni mwalimu wangu na mimi mwanafunzi wake. Na vile vile kwa njia nyingine kinasaba ama kwa ni karibu. Labda sasa tueleze mimi naitwa husiana vipi? Uhusiano wetu mimi na Sheikh Asad kwamba mama yake aliyomzaa na mimi baba zetu ni ndugu. Manake baba yangu mimi aitwa, na wote wamekuwa almarhum, manake baba yangu mimi aitwa mzee almarhum mzee Muhammad Mahmud alionzaa mimi, na alomzaa mamake huyu Sheikh Asad aitwa almarhum mzee Bwanku Mahmud. Kwa hivyo Bwanku Mahmud na Muhammad Mahmud ndugu. Mimi nimezaliwa na Muhammad Mahmud, mamake huyu amezaliwa na Bwanku Mahmud. Kwa hivyo mimi na mamake ni ibn ammi, ambapo kwa kizazi sasa yeye atakuwa nitamia mjomba. Mashaallah. Sasa naomba tuingie ndani, tutembee kidogo, tufanye jaula, tuangalie msikiti mashallah ulivyojengwa, na labda kuuliza maswali mawili matatu. Huu msikiti umechukua miaka mingapi mpaka kukamilika? Huu msikiti kiasi nilivyosikia mimi ni kwamba umechukua takriban miaka 7, kwa sababu ulichukua muda mrefu ili uwe hivi ulivyokuwa. Ndio. Ingekuwa ni msikiti wa kujengwa tu hivi, labda alhamdulillah aliojenga Mwenyezi Mungu amepata uwezo, angejenga labda kwa mwaka miaka 2. Ndio. Lakini nasikia katika ile kuchukua muda mrefu ama kuchelewa kuisha, alikuwa taka inshallah kukitoka kitu utoke msikiti bi maana alikali, manake wenye kufurahisha na wenye kuvutia. Tuanze na upande gani labda kuingia? Tutaanza hapa chini kwa wanawake. Inshallah. Bismillah. Tokea msikiti umefunguliwa mpaka sasa una muda miaka mingapi? Mwaka mmoja ama? Msikiti ikifika Shaaban ambapo kwamba iko karibu, ndio itakuwa miaka 2, kwa sababu ulifunguliwa mwaka juzi Shaabani. Hizo Kiarabu ilikuwa tarehe 15 kama tulivyoona pale, ama tarehe 14 tuseme ilikuwa Shaabani imeshafika nusu, tuashie hizo taa huko chini. Kwa hivyo Shaabani mpaka mwaka jana Shaabani mwaka mmoja, mpaka baada ya Rajabu hii Shaabani tena itakuwa miaka 2 kamili. Mashaallah. Kwa umechukua, bado ni msikiti bado ni mchanga, manake kiumri msikiti bado ni wa sasa. Huku ni kwa wanawake, huku pande huu ni pande wa wanawake. Hii sema wanawake kando kabisa, ambao kwamba wao uko chini zaidi, ni kwamba kumefukuliwa huku wenyewe waita underground sasa. Sasa hapo kiingilia wanawake, ukija huku njoni huku. Hiyo kwanza pande huu. Hii niseme kwa viatu mashallah. Pale pa wanawake kwa viatu hapo. Alafu sema kuchukua udhu. Hapa pale pa kutawadha, hapo choo. Hapo unaingia chooni kujisaidia, ukitoka hapa unatawadha. Kisha baada ya kutawadha sasa njia ni mbili, kuna pale kuteremka chini na hapa. Ile ambapo kwamba mtu ataona kwa karibu ndo ataifuata. Ndio, mashaallah. Kwa hiyo baada ya kutawadha unateremka kuelekea sehemu ya kuswali. Kuswali ambapo kwamba sehemu yao ndio hii. Iko kando kabisa, hata mlango kuingilia pia haupambani na wanaume. Ndio. Wao kwa kivyao na sisi. Na geti yao yani. Geti yao. Mashaallah. Na pale kuna TV mbele yetu labda. Hii TV imewekwa si kwamba labda wakija waangalie TV waangalie vipindi. Ndio. Kwa sababu pale pa ibada. Lengo la kuweka TV ni wafaidike na zile darasa ambazo watoa juu kule. Ndio. Hutuba ya Ijumaa, kama kuna darasa kwa mfano Ramadhani, kwanza alhamdulillah huwa kuna mpangilio hapa, kila siku alitoa shekhe mmoja kutoa darasa. Ndio.
Maanake Ramadhani ikiisha siku 30 huwa wamekuja mashekhe 30 tofauti tofauti. Akija shekhe leo haji tena mpaka mwakani, na ni mashekhe mashallah ambao kwamba ni wanazuoni. Mmoja wao ni ustadhi wangu, mwalimu wangu Ustadh Shami, Ustadh Said Ali Hassan kutoka Gongoni, Ustadh Badru, kina Sheikh Izuddin, kina Sheikh Abudi, Ustadh Arif Said Saleh Al-Arif kutoka Mambrui, mashekhe tofauti tofauti, Ustadh Jafar mufti wa Lamu. Tuseme Ramadhani mzima hapa kwa tumepata mashekhe 30. Kila mtu ana siku yake. Kile ni baada ya asri. Kila mtu ana siku yake. Baada ya asri ndio darasa. Mtana pia kuna darasa, lakini sisi wenyeji tutatoa baada ya dhuhuri, lakini baada ya asri ni wageni. Kila siku ya shekhe mpya. Kwa hivyo ni maana Ramadhani ikiisha watu wamepata faida kupitia mashekhe 30. Sasa hii TV lengo lake imekuwa hapa wanawake juu kule tukifanya sisi darasa hutuba za Ijumaa, kuna set imewekwa za kamera, wao washuhudia kwa kushuhudia, waangalia masikia mawaidha, angalia nani azungumza na nini wahaka. Mashaallah. Kwa hivyo hii ni sehemu wanawake, na kule pale ni sehemu yao kuweka msahafu na huku leso zao za kujistiri kwa maswala, nguo za kuswalia, nguo za kuswalia hizo. Mashaallah. Na nadhani pia kuna viti pale na kwamba viti wale ambao jiweze. Na viti wale ambao kwamba kidogo kusimama itakuwa ni mtihani kwao wa kusema. Mashaallah, kuna njia mbili za kuteremka chini. Mwingine anaweza kutumia kama hii ni fupi, na pia njia nyingine iko pale ngazi. Mashaallah, msikiti maridadi umejengwa vizuri kupendeza, mtu anafanya ibada zake ikiwa na utulivu. Alhamdulillah. Mashaallah. Labda tupande saa nyingine tu. Okay. Huu ndio mlango wa kuingilia wanaume. Huu ndio mlango wa kuingilia wanaume hapa. Na milango ya wanaume iko miwili, kuna huu hapa ndio. Na ule pale. Sasa wakiingia hapa sehemu ya udhu ni wapi? Udhu kuna njia mbili. Kuna ule mlango pale ndio. Wana barabara yako teremka hapo. Na hao ambao tumia mlango huu wanapitia hapa. Asalamu alaykum. Kwa hiyo udhu ni chini, watateremka chini. Udhu ni chini, kujisaidia ni chini. Mashaallah. Mashaallah vile ilivyojengwa manake pia kupanda unadhafa ni mzuri kwa sababu kila kitu afanya huko. Sasa hapa palipo kutawadha hapa. Mashaallah, tuangalia sehemu kutawadha na sehemu kubwa sana. Manake hakuna zahma, hakuna dhiki. Kila mtu pale nafasi ya kutawadha kwa uzuri. Mpaka pia speaker iko hapa, imama kuswalisha. Yes. Mawaidha, kila kitu. Yafika vizuri sauti. Alafu huku ndo kwenye zoo. Tukimaliza kutawadha hapa kuna njia mbili. Kuna njia hii mtu anaweza kuingia ndani kupanda ama kupanda. Au tumelee njia nyingine. Kama kule kwa wanawake kuna njia mbili vile vile. Mashaallah. Tutumie njia hii sasa kupanda juu. Sasa ona hapa imetengenezwa kwa sababu wale walemavu. Ndio. Mtu akiwa amekuja na kigari chake asukumwa, watumia geti hapa, mlango ni wao. Ndio. Waingiliana hapo yasukumwa pale. Na kitaka kutawadha kujisaidia. Unasema kutawadha sehemu kujisaidia mashaallah. Utaka kujisaidia ni hapo, utakutawadha ni hapo. Alafu wasukumwa wapanda juu moja kwa moja. Mashaallah, mwenye aliyojenga msikiti aliyojali paka walemavu. Kwa hiyo njia yao pia. Kabisa. Na njia hii labda kuelekea huko. Sasa hii kwanza tuangalie nini? Ndio. Hii ndio ile njia ya kuteremka kwenye kutawadha. Kwa kwamba tumeingia barabara ile ya kule. Ndio. Na aliyoko hapa yoteremka na hapa. Sasa baada ya kutawadha sasa ikiwa umeamua kuswali hapa wapanda tu hapa. Na kama nao umeamua kuja juu kule hapo kwamba labda tuko kujajaa, maana yake uswali hapa mpaka kule kwa umejaa. Ndio. Kama umeshatawadha utaka kupanda juu watumia njia hii hapa. Watumia njia upanda juu sasa kule. Panda juu. Hapo kwamba utamuona Imam live. Msikiti kwa njia fulani ni msikiti waweza kuchanganyikiwa. Njia zake maana nyingi mashaallah kama Masjid al-Haram.
Sasa hapa kuna hii kamera hapa. Hii ndio ambapo kwamba rekodi. Ndio. Ambapo kwamba ni hii hapa na ile pale nyuma. Ile pale nyuma. Ambapo kwamba sasa mwenye kurekodi yeye huwa niko chini kule. Kuna ofisi chini. Ndio. Yeye ni control tu, lakini hakuna masala kuja mtu azungumza hapa, mtu aje na makamera aanze kuseti. Kwa maana yake ni kama ni automatic, mtu akikaa hapa kabisa waza mchukua. Kamera kuna hiyo. Kuna hii na ile pale. Pale nyuma. Na zote wazamulika mwenye kuzungumza. Kuna hiki kiti labda. Hii hapa ni kiti ya kutolea darsa. Darsa. Maana yake mtu akitaka kuzungumza huwa yakaa. Sasa hiki kitu ni mzito sana. Mzito. Sasa imetoa tire, unaona hapa. Sasa ukitaka kuzungumza lazima tusukume mbele hivi. Tusukuma hapa, ima ni kukaa hapa, ukitaka kusoka pale karibu na kibla, naisongezwa hivi. Nasongeshwa na ikao kiti chake. Mashaallah, mashaallah. Wazungumza. Kwa maridadi yanapendeza. Mashaallah. Sasa kwa sababu hii bebeki ni mzito sana, mzito sana tena. Kwa matairi. Sasa ni rahisi kusukuma tu. Hata kuna siku alikuja mzee wetu mwenye baba. Akasema hii hata mtu kama ana shida kutembea, tabu waweza akashika hivi akatembea akaenda mlangoni pale akaenda zake. Akawachia wenyewe gari chenu. Mashaallah. Acha mimi nitabaruku kidogo kwa kukaa. Japokuwa sitoi darasa lakini yani nimetabaruku. Nimekaa sehemu ambao wana kama wanazuoni maulama. Kama mwenye baba ni mmoja wapo Ramadhani pia huwa na darasa yake hapa. Said Ahmad Badawi Jamalul Layl mashaallah. Sisi tunatabaruku. Kuna Sheikh Uthman Muallim pia yule hapo kwamba ni hapa Mombasa lakini maisha yake Zanzibar kule Tanzania. Sheikh Muallim pia Uthman Muallim mashaallah maarufu sana. Basi alikuja hapa katika darasa, amekuja akahutubu vile vile. Mashaallah. Amefaidika na mashaikh wengi alhamdulillah. Sasa tukitoka hapa inshallah kibla kama unavyokiona kibla, yani sijawahi kuona kibla kama hichi. Na hata tumeenda nchi kadhaa alhamdulillah tumetembea, lakini kuona maridadi kama haya, marembo kama haya, angalia haya ni maandishi ya Kiarabu, lakini kama huna uangalifu waweza kuchanganyikiwa ni nini? Ni maua, ni nini? Na imeandikwa la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Lakini ule utaalamu uliochorwa ndio mpaka wewe ni mjuzi wa kusoma ama ufahamishwe kwamba hapa kumekusudia kitu fulani. Na hii ni mimbar. Hiyo mimbar. Siku ya khatibu anasimama hapa. Na omba ni imamu wa msikiti asimame mwenyewe tumuone. Sasa hii ndio mimbar ambapo kwamba hii ndio maiki yake. Ndio. Kuja tu hapa kwa umewasha kule wapiga okay hapa ya waka. Baada na khutba yako ukimaliza, na hii ndio ile fimbo ya mimbar. Mashaallah. Sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hivi vitu muhimu, kuna watu wengine labda wana haina maana, lakini ukitumia hiyo ni umepata thawabu za sunna. Ndio. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam akitumia, na kiasi ninavyofahamu mimi akitumia kupanda katika ile kigogo kile cha hutubu kidogo kilikuwa kama cheza. Sasa ile kwa kushikilia kama kumwekea balance. Kwa hivyo hii ni sunna yatakana muhimu tuendelee nayo. Sema haina shida kusimama iko sawa, tutashika hapa nini. Lakini tukifanya hivi wao tumepata sunna bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mashaallah, Mwenyezi Mungu amjaze khairi aliyojenga msikiti. Manake ametoa mali yake kabisa. Na si jambo la rahisi mtu kutoa mali yake kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Sababu siku tumeona news zimekuwa nzito kwa watu kutoa mali yao kwa ajili ya Mwenyezi Mungu au fi sabilillah. Sipokuwa kwamba alirehemiwa na Mwenyezi Mungu. Na haya ni mali mashaallah imetumika hapa na ni akhira yake ambapo amejengea. Mwingine tena kuna haja gani kufanya hivi? Lakini ukitoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu utoe kitu kizuri. Kutoa kitu kizuri ndio mbele ya Mwenyezi Mungu pia ni ile lan tanalul birra sio hata tunfiku mimma tuhibbuna kabisa. Utoe kile unachokipenda. Mashaallah nyumba imetulia mashaallah Mwenyezi Mungu kwamba kila mtu akifanya ibada hapa roho yake imetulia na upata mbele ya Mwenyezi Mungu. Na Mwenyezi Mungu amjaze kheri imamu wetu amejitolea kwa wakati wake na ziara juu chini kila mahali. Mwenyezi Mungu amjaze kheri, ampate umri mrefu ni kheri na baraka, amzidishie elimu. Amin. Na sisi tuzidi kunufaika naye. Wakati kwa wadogo tunanufaika naye mpaka leo inshallah, na bado ni mutawadhi kwamba sisi ni wanafunzi wake, lakini bado anatawadhu kulingana cheo chake Mwenyezi Mungu alipompatia, lakini amechukua time yake tuonesha mashaallah msikiti kama misikiti mingi alhamdulillah nimeenda
lakini msikiti huu ni msikiti wa kipekee pande ulivyojengwa, mashaallah. Na wengi pia wameulizia msikiti uko sehemu gani, labda mtu yuko sehemu za bara ashaona katika kupitia Nuru TV, labda ameona msikiti huu, labda uko sehemu gani, ile akifika Mombasa aweze kutembelea msikiti. Ndio. Kisha pia na shughuli za hapa, mtu labda kama yuko mbali, kuna hii channel ya Al-Ihsan TV. Al-Ihsan TV, kila jambo hapa linalofanyika wao ndio wahusika katika kuchukua, kwa sababu kuna mfungamano na kuingiliana baina aliojenga msikiti na Al-Ihsan TV, na takriban yeye pia husika upande ule wa Al-Ihsan TV. Kwa hivyo kama mtu labda yuko mbali ataka kujua hapa kuendelea nini, kufanywa nini, kama hizo darasa za Ramadhani, hizo hutuba za Ijumaa, akifungua channel ya Al-Ihsan TV, basi chochote ambacho chafika hapo, chapeza vitu vya nyumba nyuma, ndio vitu vya nyuma vilopita, ukitaka kuangalia sherehe ya kufungua msikiti zote ziko na kwenye Al-Ihsan TV, angalia vile ilivyofunguliwa na nini. Mashaallah. Na labda sasa ametoka safari, amefika Mombasa, atakuletea hapa, atatumia njia gani? Labda kwa bondeni ama kumbetari msikiti kwa hapa. Huu mtaa unaitwa Ganjoni. Akisema nipelekeni Masjid Sharif Ali Ganjoni, atafikishwa. Ama kwa urahisi akisema nipelekeni msikiti mpya wa Ganjoni, ndio msikiti mpya huko, na msikiti iko mingine karibu miwili hivi, lakini ya zamani. Lakini akisema tu nataka Ganjoni ule msikiti mpya, moja kwa moja mpaka hapa. Ama akitaja jina ndio tutakuwa bora zaidi. Mashaallah. Ganjoni hapa. Na hapa asili yake, manake huu msikiti pia baadaye tukitoka hapo nje tutaonesha kuna msikiti wa tent hapa Hema. Ndio. Wameswali hapo watu kwa muda miaka mingi zaidi ya 10. Watu wa mtaa. Kwenye hiyo hema. Ndio. Watu waswali ndani, wajani ndogo tu mwenyewe tutarekodi pia tukitoka. Kisha lakini alhamdulillah kwamba Mwenyezi Mungu ameahidi ukifanya subra basi inama yufassal akhti, kupata msikiti mzuri mkubwa wa nafasi, kwa ile subra yako kuvumilia katika tenti pale, na dhiki, joto, nafasi ndogo, jua kali. Sasa ile subra yao alhamdulillah imewaletea natija kubwa sana. Na kabla kujenga msikiti kulikuwa kuna msikiti hapa? Alikuwa ni nyumba. Kuna nyumba hapa, ilikuwa ni nyumba tu, ni mtaa, ilikuwa ni nyumba za wenyewe. Ndio. Baadaye ndo kaja khairi ya msikiti. Mashaallah. Takriban kwa wanaume ni ya pili ama ya tatu, kwa sababu pale chini kwanza kuna sehemu ndogo ya wanaume, kisha upanda hapa sehemu kubwa msikiti kwenye kibla, alafu na hapa ni sehemu ya tatu. Tuseme ni ya tatu kwa maana plani ya ujenzi. Hii ni sehemu ya tatu ya wanaume. Sasa ukija pale chini wapanda hapa juu. Mashaallah. Na hii sehemu ya tatu waona kama watu wa chini wanavyoona. Waona kila kitu sawa. Bali wa hapo huona vizuri zaidi. Sababu sote kwa juu umeelewa, chini umeona vizuri. Sasa hapa hao juu manake katika kuona wao zile shughuli ambazo zafanyika pale ni kiasi ninavyofahamu mimi, naona kuona kwao ni waona vizuri zaidi wao kuliko wala chini. Kuliko chini waona, lakini yani tuseme kwa lugha nyingine ambao wa enjoy zaidi. Ndio. Ambao enjoy. Ndio. Kwa angalia yale yanayofanyika pale, hao ambao kwa juu hapa sana wao ndo zaidi. Miti mingi sana sehemu ya juu imezibwa. Huwezi kuona ule aliko chini kama ni imamu manna, lakini mashaallah yani ameka kitu wazi, maana yake watu wasipate tabu. Watu wasipate tabu. Sasa hapa kila kitu ambacho chafanyika nao ukishuhudia. Ujenzi umetumika ni mbinu hali ya juu sana. Ujenzi wenyewe mashaallah, yani ni akili za watu zimekaa chini wafikiria mpaka kufika hapa kutoka kitu namna hii. Ndio, si yani haraka tu mara moja kujengwa. Mashaallah. Nikiwa msikiti pia kamera kila mahali ziko, yani kamera kuonesha usalama. Usalama wa msikiti pia IC ziko mashaallah. Pia kama weather ni joto sana, labda baridi mtu mbea zimetana hale zimezita hebu naam, bismillah. Tayari sawa. Sabe. Hii ndo sehemu ya juu kabisa ya wanaume pia hii. Kwa hesabu 1, 2, 3. Hii ni
ya 3, lakini tukisabu kule chini kabisa ile sehemu ndogo itakuwa hii sehemu ya 4. Ndio. Na huku nao ni kwa wanaume vile vile. Na mashallah haswa huku watumika siku ya Juma, sababu Ijumaa watu wengi. Sasa Ijumaa zile sehemu zote tuloziona wazajaa. Ndio. Sasa mpaka juu huku. Na ukiangalia kweli hapa ilikuwa kuna muhimu sana msikiti. Iko hizi nafasi kubwa namna hii ya jaa. Ijumaa watu wengine watandikwa nje kabisa kule kwenye viatu kule. Msikiti wajaa ndani mpaka nje sasa. Mpaka nje kule kutandikwa. Sasa kufikiria hawa watu hawa walikuwa na shida kiasi gani ya msikiti miaka yote iliyopita. Miaka yote manake ni kuanzia Kenya pata uhuru ndio msikiti ujengwa mtaa huu namna hii. Kwa hiyo maana miaka nyuma yote watu wamepata shida kidogo wakati wa ibada. Sasa mashallah Ijumaa kule chini kwa jaa mpaka hapa kwa jaa mpaka ubidi kule nje kutandikwa kwa sababu manake ulikuwa na haja zaidi ya msikiti sana sana. Yani mwenye alofanya khairi hii basi amepata pale pake. Wakati mwingine utakuta msikiti imejengwa sehemu karibu kwenye mtaa, msikiti 3 4 kwa hapo. Lakini hapa kulikuwa kuna kiu ya msikiti. Kama kuna kitu kilikuwa chahitajia katika huu mtaa, namba 1 kabisa ni msikiti. Amefanya jambo la khairi kupita kiasi. Na thawabu zake inshallah zitakuwa nyingi zaidi kwa sababu ameleta msikiti kwa sehemu ambapo kwamba alikuwa kuna dharura zaidi ya sana manake. Zaidi ya sasa kama watu wanavyojana namna hii. Je, walikuwa kiswali wapi wale watu? Watu kweli wakiswali, lakini sasa ni shida mtu atoke pige mguu mpaka pale fulani, akifika labda amekosa jamaa, akifika kwa ni tabu. Kama mfano watu wamelala hapa alfajiri, wataswali wapi? Mtu labda ana hamu kuswali, jamaa hana msikiti wa kuswali. Kwa hivyo hapa hii khairi ameifanya, ameipata pahali pake ameileta kwenye unapotakikana hii khairi. Kweli misikiti mingi tumeiona sehemu nyingi imejengwa, lakini labda za kupata ni watu 3 4 ndio wanaswali. Kana kwamba ile sehemu msikiti umejengwa, lakini wakati ule hakuhitaji msikiti, maana labda kuna msikiti mingi sehemu ile, ama watu Waislamu wengi kidogo sehemu ile sana. Lakini mashallah wanavyosema kwamba msikiti sehemu zote kwa jaa mpaka nje. Sasa watu wanatoka nje atandika, na mashallah kwamba hii area ya Waislamu ni wengi sana na kuna msikiti sana kabisa. Na pia juu unaona kuna TV nyingine na ile TV hii ni yasaidia huku watu ambao swali juu ndio kuangalia, maana darasa hutuba za Juma kwa sababu kwao ni dhiki, kwa sababu mtu kama amekaa hivyo kisimama utaona chini, lakini kama umekaa ni ngumu kuona, na kama ukiona utakuangalia kwa dhiki. Sasa kwa sababu ile usipate tabu na wafaidike, TV wafanya kazi hapa chochote mpaka utaendelea kule siku ya Ijumaa, hutuba za Juma hizo, Ramadhani darsa, basi wa hii TV yasaidia hapa kwa wale wako juu, hao pia washiriki manake katika kuona sehemu ya kutawadhia pia. Mashallah kuna sehemu ya kuchukua udhu hapa na sehemu ya kujisaidia pia choo kwa hao ambao kwa hapa juu mtu na kila sehemu kuna sehemu ya kutawadhia na sehemu ya kujisaidia. Ukiona dharura basi huna mambo kupata tabu wewe kwenda chini. Umekuja na udhu wako, bahati mbaya umeharibika, umekaa kidogo, hali imebadilika, utakujisaidia basi usipate tabu kwa kuteremka chini. Waingia hapa wajisaidia, washika udhu wako, warudi katika ibada zako. Mashallah, na hali ya usafi mashallah iko juu sana. Labda mko na watu ambao kwamba wako watu rasmi ambao kwamba wao shughuli na usafi, na mashallah wanabidii katika usafi kila wakati, washughulika kuhakikisha msikiti uko safi, hali nzuri, na ndivyo inavyotakikana. Maana yake misikiti yote iwe hivyo, kwa sababu kuna watu wengine hupenda kwenda msikiti fulani kwa sababu ya usafi tu. Wao wasema mashallah, mimi mpaka nataka niswali pale, kaenda pale usafi, nataka kwenda msikiti fulani ili nipate kujisaidia pale, choo yake safi. Kwa hivyo hii inatakikana, na ndio Uislamu, alislamu nadhifu, sio usafi kitu muhimu. Kwa hivyo alhamdulillah, inshallah kuna baadhi ya msikiti na changamoto kwenda usafi. Hata mtu akifika pale labda carpet michanga, akiamka hapo uso mshika mchanga yani usafi ku zero yani. Labda hawana mfadhili ama ni kwamba wenyewe tu wamezoea. Lakini mashallah msikiti huu unaona wanukia pia, si kwamba tu usafi carpet tu, harufu nzuri yani. Wanukia pia hiyo tuweza, kuna kama ile kitu pale, ona ile umekuja nayo pointa kunukia ile kamera, kuna kama kibox pale, ndio kile na huku na chengine cha harufu nzuri, mashaallah, ndio harufu ambayo isikia, ndio kwa toa harufu. Yani msikiti kila kinachohitajika msikiti kimewekwa kimepatikana, mashaallah. Haiko hii iko sawa, tulipima tukahakikisha iko sawa. Ambao simama hapa wako nyuma imamu, wako nyuma imamu. Hilo pia tulifikiria sisi, tukasema acha tuhakikishe, tukafanya vipimo, ikawa hakumtangulia imamu, kwa nyuma imamu. Mashallah, swali zuri umeuliza. Na katika
شروط يعني ألا يقتدي المأموم بالإمام kabisa, ألا يتقدم المأموم على الإمام والإمام asimtangulie imam. Mimi pia tulipofungua msikiti hilo pia lilinitia wasiwasi, kabidi niwaambie wale wahusika, tukaja paka juu huku tukapima, wengine kubaki chini, tukatekelezana mpaka tukapata uhakika kwamba iko sawa kabisa, imamu hakutanguliwa. Mashaallah, nadhani haya yaliyosemwa na imamu wetu na shekhe letu yatosheleza kwa siku ya leo. Amezungumza mapana na hawa ndugu zetu kutoka Eldoret, naambia lazima tutembele msikiti Sharif Ali, manake umeona katika YouTube katika Al Ihsan TV, sio? Lakini leo umefika live. Mashaallah, ilikuwa Maulid wakati huo, mashaallah tuliona live umejaa, hakuna nafasi kabisa katika Maulid yake. Kwa sababu Maulid hapa kwanza tuna barnamiji ya muhadhara magharibi. Kwa hiyo muhadhara, basi wewe kama utakuwa kupata pahali ni wa muhadhara. Ukisema utakuja katika muhadhara, acha mwisho. Ukisema utakuja muhadhara umeshaanza, utabaki nje. Mashaallah, muhadhara ukianza hakuna pale pa kutia mguu kwa ile hudhuri na nini. Alhamdulillah. Na zaidi mimi kiasi ninavyoona, manake kwa watu namna hiyo wengi na nini, na ni ikhlas yule aliojenga. Kiasi ninavyopima na ninavyofikiria na ninavyomuona mwenyewe, hili jambo amelifanya kwa ajili ya Mungu, kwa ikhlas. Sasa ikhlas ikipatikana, Mwenyezi Mungu anakuwekea taufiki, kabuli, ijaba. Na Ramadhani ile ikhlas yako. Ramadhani msali tarawih hapa. Ramadhani utasali tarawih hapa, na huwa tuna maimamu mahafidh al-Qur'ani waje kusalisha tarawih, tusali juzu raka 20 kila siku, tusoma kuanzia Alif Lam Mim. Ikifika mwisho Ramadhani watafanya takhtima, alhamdulillah, kwa siku juzu moja yani. Hutegemea, tuanza na juzu moja, kisha tukifika mbele tutapunguza kwa sababu ni kuna masala ya tahajjud pia. Ndio. Nusu yapatikana katika tarawih, nyingine amalizika tahajjud mpaka ikifika tarehe 29 wa tumesha tuseme tarehe Ramadhani 28 tutafanya takhtimu. Ile Ramadhani 29 wale maimamu na kutoka ya safari ambao kama atakwenda kutoa Idi kwao, hiyo jukumu lake limeshaisha. Wani hivyo. Mashaallah, kumbe pia msikiti tarawih tahajjud ambao karibu kuna neema. Kabisa, alhamdulillah. Mashaallah. Na ile yenyewe mashaallah kumetulia, naona mwangaza, amani. Na hiyo tahajjud manake ikifika kumilila la mwisho wa msikiti uko 24/7 manake. Kama unavyosema mtana ukija utakaa itikafu yako, usiku umeanza kumfuturu, umeswali tarawih, utakuja kusubiri tahajjud hapa msikitini. Ruhusiwa waje hapa ufanye ibada zako, kama kupumzika, kuweza kusubiri time ifike. Alhamdulillah. Mashaallah, si msikiti wote ambao iko hivyo. Wale msikiti mwingine fika time swala imeisha yafungwa, hata kama Ramadhani. Tahajjud yako labda uje ile time ya tahajjud. Time ya tahajjud ndio, lakini hapo ulala nyumbani kwako. Lakini mashaallah msikiti yuko free, yani umefunguliwa kwa ajili ya ibada. Mashaallah, Mwenyezi Mungu ajaze khairi. Sisi Allah hatuna la kuzidisha zaidi hapo. Ni imamu wetu tuombee dua. Ni ustadhi wangu, ni shekhe langu, sasa ndio tuombee dua inshallah, na Mwenyezi Mungu azidi kumfungulia zaidi. Na aliyejenga Mwenyezi Mungu amzidishie katika mali yake. Amen. Kwa sababu kitu chochote kwa ajili ya Mwenyezi Mungu hakipungui katika mali yako, bali huzidishiwa. Vile vile kuna ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah. Kuna khair bila Mwenyezi Mungu hatuzioni, lakini alladhina yu'minuna bil ghaibi, wale ndio tutaenda kuona siku ya kiyama yale ambayo Mwenyezi Mungu aliwaahidi. Inshallah, na ndugu zetu hawa wametoka safari, hawa ni wanafunzi na dini. Mashaallah. Ila vijana wengi wakifika umri kama huu, na sana ikiwa sehemu za kusoma university huko, kupotea kidogo njia. Alhamdulillah, hawa wako katika mstari wa mbele katika mambo ya dini. Hata Ramadhani kuna msabaka. Mashaallah. Ni masomo wapi? Moi University. Mashaallah, wako na msabaka wa Qur'an kule. Kila nao wasoma nini? Madaktari, kila mtu kila kujielezea. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaykum wabarakatuh. Sisi ni wanafunzi kutoka Eldoret Moi University, hapo School of Medicine. Mimi nafanya physiotherapy. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Salamu. Muhammad Said, nasoma Moi University School of Medicine, nasomea daktari medicine. Ni madaktari, lakini sipo daktari wa mifupa, sio?
na ni wanafunzi mashallah, upande wa dini huko msema mbele, na tukafanya ni rehla kidogo, tulifanya matembezi, lakini kati ya dini pia mbele, sema dini ni mbele, kutembelea msikiti, kutembelea watu wema na maulama mashekhe, mashallah, ndio tukafuatana pamoja na wao. Nimetembea msikiti mingi leo, kuna sehemu nyingi za kutembea za anasa, lakini tumeacha huko kote, tembee msikiti ya zamani kizamani, ambapo kwamba kuna tarehe kubwa ndani yake, msikiti ya kisasa mashallah. Na leo tumebahatika kumpata imam mwenyewe na ametuelezea kwa urefu na kwa uzuri sana msikiti, hata kama ni umetoka safari mbali, kwa sehemu ya wanawake, sehemu ya wanaume, na mashallah hali kwamba pazuri sana, wala kupotezi. Amsa tuombe dua na Allah. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله رسول الله سيدنا صلى الله عليه وسلم اللهم ربنا لله تام صلاة القائمة سيدا خذوها إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. Kama Sheikh Asad alivyosema kwamba tumalizie kwa dua, mimi naomba yeye aombe dua, kwa sababu katika dua makabuli ambapo kwamba zimeelezewa katika hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni dua au musafir, mwenye kwa safari, manake dua yake iko hadithi imeelezea watu kadhaa ambao kwamba dua zao ni kabuli. Katika hiyo ndani ya hadithi mmojawapo waliotajwa ni msafiri. Msafiri dua yake ni kabuli. Kwa hivyo inshallah, kwa sababu tuna dalili ya hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba dua ya msafiri ni kabuli, na ni wasafiri, kwa hivyo tuipatilize chance ili tupate kabuli inshallah. Inshallah, maadamu nimeamrishwa, niko chini ya amri, bini nifuate amri. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la mayyitan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaij ad-dunya wal akhirah إلا قضيتها ويسرتها وسألت برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما، صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير، تغلق بها أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.
Alhamdulillah. Mimi pia asanteni kwa kuja kutembelea na kuja kutaka kujua khairi hii na kufahamu. Alhamdulillah, naye ndio mambo yanayotakana Muislamu afuatilie mambo ya khairi. Angalia wapi kwenye khairi ajue kuendelea nini. Channel yetu ya Nuru TV Kenya ni channel ambayo kwamba iko sehemu za bara sana, yashughulika mambo ya Uislamu kule. Kama hafalati zile za madrasa, mawalid, sehemu za maulidi, zile mambo mengi ya Uislamu kwa jumla sehemu za bara ndio sana tumia channel ya Nuru TV Kenya, ambapo kwamba makao yake makuu kwa Eldoret. Na tuna director hapa wa Nuru TV, huyu ndio, na cameraman Sabir na msaidizi wetu Muhammad. Inshallah Mwenyezi Mungu azidi kuikuza. Amina. Shukran. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.